wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba azindua maandalizi kuelekea jukwaa la kimataifa la kukuza biashara ya mazao ya bustani. Na katika michezo, kamati ya maandalizi ya AFCON 2027 yakutana na wajumbe kutoka Kenya, Uganda pamoja na CAF kujadili maandalizi ya michuano hiyo. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema kuwa tasnia ya mazao ya bustani sio tu sehemu ya sekta ya kilimo, bali ni sekta ya kimkakati ya biashara ya kimataifa inayounganisha Tanzania na masoko ya dunia. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameyasema hayo alipozindua maandalizi kuelekea jukwaa la Horticulture kimataifa la biashara na uwekezaji lenye lengo la kukuza biashara ya mazao ya bustani, ambapo ameeleza kuwa kwa kutambua umuhimu huo, serikali ya Tanzania imeendelea kutoa ruzuku ya pembejeo iliyosaidia kuongeza tija na uzalishaji wa mazao ya bustani kutoka tani milioni 7.5 kwa mwaka 2023-2024 hadi kufikia tani milioni 9.7 kwa mwaka 2024-2025, sawa na ongezeko la asilimia 30.2. Kutokana na umuhimu wa sekta ya mazao ya bustani, serikali imeendelea kutoa ruzuku ya pembejeo, hivyo kuongeza tija na uzalishaji wa mazao ya bustani uliowezesha ongezeko la uzalishaji kutoka tani milioni 7.5 kwa mwaka 2023-2024 hadi kufikia tani milioni 9.7 kwa mwaka 2024-2025, sawa na ongezeko la asilimia 30.2. Ameongeza kuwa ili kuhakikisha Tanzania inakuwa kitovu cha biashara ya mazao ya bustani Afrika na lango la masoko ya kimataifa, serikali imeendelea kupanua wigo wa masoko ya kimataifa, ambapo kwa sasa mauzo ya parachichi, mboga, maua na viungo vinavyozalishwa nchini yameongezeka kwa kasi, hususan katika maeneo ya Ulaya na Mashariki ya Kati. Serikali imeendelea kupanua wigo wa masoko ya kimataifa, ambapo kwa sasa mauzo ya parachichi, mboga, maua na viungo vinavyozalishwa nchini vimeongezeka kwa kasi, hususan katika masoko ya Ulaya na Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema kuwa jukwaa la Horticulture na biashara na uwekezaji linalofanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika na nchini Tanzania limekuja wakati mwafaka, ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameazimia kuifanya Tanzania kuwa kinara wa uzalishaji na uuzaji wa mazao ya kilimo barani Afrika na duniani. Jukwaa hili linafanyika wakati mwafaka ambapo Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameazimia kuifanya Tanzania kuwa kinara wa uzalishaji na uuzaji wa mazao ya kilimo barani Afrika na duniani. Kenny Malila, Channel 10. Na sheria kupitia programu yake ya Sema na Waziri imeweza kupokea malalamiko 67 ya kisheria, ambapo kati ya hayo malalamiko 38 sawa na asilimia 56.7 yamepatiwa ufumbuzi, huku malalamiko 29 sawa na asilimia 43.3 yakiendelea kufanyiwa kazi. Akiongea na vyombo vya habari hapa jijini Dodoma, Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Omera alisema tumepokea jumla ya malalamiko 67, ambapo kwa kipindi hiki kifupi tu cha siku, maana kutoka tumeanza zaidi ya 2277, lakini kwa kipindi kimoja utakuta tunapokea karibu 67 mpaka 100. Ndugu waandishi wa habari, kati ya malalamiko 67 yaliyopokelewa, asilimia 31.3 ni migogoro ya ardhi, asilimia 19.4 ni migogoro ya kazi na ajira. Aidha, waziri wa Katiba na Sheria akachukua nafasi hiyo kuhakikishia wananchi kuwa huduma hiyo ni endelevu na itakuwa ikitolewa mara 2 kwa mwezi. Kuhakikishia wananchi kuwa programu ya hii ni endelevu na itakuwa inapokea malalamiko ya wananchi kupitia kipindi cha programu ya Sema na Waziri na mara 2 kwa mwezi, na tunatoa mrejesho kuhusu migogoro yote inayowasilishwa au inayotolewa na wananchi. Lakini pia nichukue fursa hii nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutupa nguvu na ari ya kufanya kazi, hasa kwenye wizara hii ya Katiba na Sheria. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mungi.
Serikali imesema itaendelea kuimarisha sekta ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi ili kuwawezesha wananchi wengi zaidi kupata ujuzi unaotambulika rasmi na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Kauli hiyo imetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda wakati akizindua programu ya Mama Samia ya utambuzi na urasimishaji ujuzi, ambapo amesema jumla ya wananchi 30,000 wanatarajiwa kunufaika na programu hiyo. Kwa kupitia programu ya Mama Samia utambuzi na urasimishaji ujuzi, jamii yetu inapata fursa ya kushuhudia mageuzi makubwa katika mfumo wetu wa elimu, kutoka mfumo unaotambua vyeti pekee vya elimu inayotolewa rasmi kwenda mfumo unaotambua ujuzi, uwezo, vipaji na mchango halisi wa Mtanzania katika ujenzi wa taifa. Baadhi ya ujuzi kwa kweli unatokana na vipaji ambavyo si rahisi kuvifundisha darasani. Naye Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia B1 Hafidh Amir amesema mpango huo unakuja wakati mwafaka ambapo taifa linahitaji ushindani wa ujuzi. Mpango huu unatekeleza kwa vitendo malengo ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023, hususan katika kukuza elimu jumuishi, kujenga stadi za ubunifu na teknolojia pamoja na kuwezesha kujifunza kwa maisha yote. Serikali itaendelea kuunga mkono jitihada hizi ili kuhakikisha zinawanufaisha Watanzania wengi zaidi. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa programu hiyo, Mkurugenzi Mkuu wa VETA CPA Anthony Kasore amesema jumla ya wananchi 14,400 wanatarajiwa kunufaika na programu hiyo katika hatua za awali, huku wanufaika wa programu hiyo wakieleza namna inavyowajengea uwezo wa kujiamini na kupata tenda kubwa ambazo awali walikuwa hawawezi kuzipata. Kwa mwaka huu tumelenga kuwafikia wananchi 30,000, na kwa kuanza serikali, wizara imetupatia fedha kwa ajili ya kuweza kwenda kufanya urasimishaji kwa wananchi 14,400. Kabla sijawa na cheti nilikuwa na ugumu wa kuomba baadhi ya kazi kubwa kubwa, au nilikuwa nina ugumu wa kufanya kazi na baadhi ya watu kwa sababu wanakuuliza una uzoefu gani, umesomea. Kuna manufaa makubwa sana ya kuboresha ujuzi. Kwanza ujuzi wako unakuwa bora. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Mkoa wa Songwe umetoa eneo lenye ukubwa wa ekari 679 kwa wawekezaji waliojitokeza kuanzisha kilimo cha zao la soya ili kufanikisha azma ya serikali ya kukifanya kilimo kuchangia 10% ya pato la taifa. Mkoa wa Songwe unaendelea kuvutia wawekezaji katika sekta ya kilimo, ambapo umepokea ugeni wa wawekezaji wa zao la soya kutoka kampuni ya Mount Meru, ugeni ulioongozwa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA, Irene Mlola, pamoja na mkurugenzi wa mazao kutoka Wizara ya Kilimo, hatua ambayo inatajwa na mkuu wa mkoa huo kuwa itachochea ajira pamoja na ukuaji wa uchumi kwa wananchi. Nilikuwa naongea na mwenyekiti hapa, wanasema kuna wananchi wengine wana soya yao ipo hawajauza. Kuna wengine wanalima lakini kilimo chao ni cha kawaida sana kwa sababu hawana uhakika wa kuweza kupata soko. Lakini maeneo yote haya ya huku haya ni maeneo ambayo zao la soya limekuwa likilimwa kwa kiwango kikubwa sana. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA, Irene Mlola, anasema mamlaka ipo tayari kuwekeza katika mnyororo wa thamani wa zao la soya kwa kuongeza uzalishaji, usindikaji na masoko, jambo litakalowanufaisha wakulima wa mkoa wa Songwe. Kikubwa ni kwamba tuhakikishe tunapata soko, lakini soko tulilinde kwa kuhakikisha tunaweka mifumo thabiti ambayo itaweza kumlinda mwekezaji. Wizara tuna mpango mkakati ambao ni wa miaka 50, na katika huo mpango mkakati wa miaka 50 ambao ni Agricultural Master Plan, zao la soya limepewa kipaumbele. Kutoka mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili Moi kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Weill Cornell cha nchini Marekani pamoja na wataalamu kutoka mataifa mbalimbali wanaendelea kutoa mafunzo maalum kwa madaktari kuhusu matibabu ya magonjwa ya mgongo bila upasuaji, ikiwa ni jitihada za kuboresha huduma za kibobezi kwa wananchi. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, mkurugenzi mtendaji
wa taasisi ya mifupa na ubongo Muhimbili, Daktari Mpoki Ulisubisya, amesema mwitikio wa wataalamu hapa nchini umekuwa mzuri, jambo ambalo linaonyesha umuhimu wa kuendeleza mafunzo kama hayo kwenye sekta ya afya. Kwa sasa na ufanisi wa hali ya juu zaidi wa kutibu bila kupasua, ambao ni idadi kubwa zaidi ya uhitaji kwa wagonjwa wanaokuja katika taasisi zetu. Hili ni lazima tulisisitize kwa sababu ya umuhimu wa watu kufahamu kwamba afua zinazokuja sio lazima ziwe za upasuaji peke yake, lakini vile vile tunawapongeza sana wataalamu wetu kwa jinsi ambavyo wamefanya kazi kwa weledi mkubwa wa kuwapatia uhakika hawa wenzetu kutoka nje ya nchi kwamba wanapokuja hapa hawapotezi uwekezaji wao katika ujuzi ule waliokuwa nao. Kwa upande wake, mkufunzi mbobezi kutoka Chuo Kikuu cha Weill nchini Marekani, Profesa Roger Hatto, ameishukuru MOI kwa ushirikiano huo, huku naye daktari bingwa wa ubongo, mgongo na mifupa ya fahamu kutoka MOI, Hamisi Shaban, amepongeza serikali kwa kuwezesha mafunzo hayo, akieleza kuwa Tanzania imekuwa nchi ya kwanza barani Afrika kufaidika na teknolojia na utaalamu huo mpya. A very good idea to start sharing our experiences and start helping you establish a similar program here at MOI, because you have a perfect situation with most of the specialties required for this type of work. Ni matibabu ambayo ni mapya kabisa duniani, na sisi hapa kwenye hii kanda yetu ya Afrika, sisi ni nchi ya kwanza ambao tutakuwa champion, na tutakapofuzu sisi ndio tutakuwa kitengo maalum cha kufundisha wenzetu wote wanaotuzunguka hapa Afrika. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA limeendelea kuimarisha mikakati yake ya kuhakikisha usalama na huduma bora kwa watalii wanaotembelea hifadhi zake, hususan maeneo ya milima kama Kilimanjaro na Udzungwa. Tupate taarifa zaidi. Akifungua mafunzo hayo, kamishna msaidizi wa uhifadhi kanda ya Mashariki Fredrick Marisa amesema TANAPA itaendelea kutoa mafunzo ya mara kwa mara kwa askari wake ili kuhakikisha wanakuwa tayari kukabiliana na hali yoyote ya dharura. Mafunzo haya ni muhimu na ni mwendelezo wa mafunzo ambayo shirika huwa linatoa kwa askari wake pamoja na maafisa katika ile suala la kuwa na ule utayari wa lolote litakalotokea. Kwa upande wake, afisa mhifadhi mkuu kutoka hifadhi ya mlima Kilimanjaro, Miraji Mlamba, amesema askari kutoka hifadhi ya taifa Kilimanjaro wamefanya mafunzo hayo kwa hifadhi ya taifa Udzungwa kwa lengo la kujifunza katika mazingira tofauti na kuongeza ufanisi wa kazi zao. Tumechagua hifadhi ya taifa Udzungwa kwa malengo mawili. Kwanza ni kwa ajili ya askari kujifunza katika mazingira mapya, kwani wamekuwa wakifanya mafunzo haya katika hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro ambao wameyazoea, maana ni eneo wanalofanyia mafunzo lakini pia wanafanyia kazi muda wote. Kwa hiyo tunapokea utalii na kila mwaka watalii wanaongezeka. Kwa hiyo tuna shughuli za utalii kama za Kilimanjaro za kupanda milima, lakini pia kama nilivyowaambia ni msitu. Kwa hiyo kuna mandhari ya pekee ambayo watu wanakuja wanafanya camping. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Katika kuyaweka mazingira ya biashara kuwa na mvuto kwa wateja, wafanyabiashara wa soko kuu la mjini Njombe wameendeleza kampeni ya kufanya usafi wa mazingira. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha huduma zinazotolewa katika soko kuu zinakuwa katika mazingira safi na salama, jambo litakaloongeza imani kwa wateja pamoja na wageni kutoka maeneo mbalimbali nchini wanaowasili mkoani hapa kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi kitaifa Mei Mosi mwaka 2026. Tunaweza tukazungumza kusema mtu asiyefanya usafi atapewa faini ya 50,000. Lakini watu hawajawahi kutozwa 50,000, wanajitambua wajibu wao. Wengi hawafanyagi biashara, wanapokuwa wanafanya biashara wengine wanashindwa kufanya usafi katika mameza mule chini ya ukungu wa mameza. Na ndio maana kila mmoja machinga ameshika ndoo, ameshika fagio. Kwa mujibu wa meneja wa soko kuu la mjini Njombe Enos Lupimo, amesema usafi wa mazingira ni utaratibu wa kudumu waliojiwekea ili kuongeza idadi ya wateja na kuboresha taswira ya soko hilo. Hayo ni sehemu ya maadhimisho ya Mei Mosi kitaifa yanayokuja kufanyika hapa. Wageni wanaoingia wakute soko safi, wageni wanaoingia wakute sehemu wanayolala, mitaa yetu, mahoteli,
yote ni masafi. Toa elimu kwa kila wakati. Tumeweka mabango ya kueleza kwa usafi ndio kila kitu. Hatutaki uchafu. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel. Na sasa tupo katika ngwe ya michezo ambako tunaelezwa kamati ya maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027 chini ya uongozi wa Leod Gatenga imekutana na wajumbe kutoka Kenya, Uganda pamoja na CAF katika kikao kinachoendelea jijini Kampala kujadili maandalizi ya michuano hiyo mikubwa barani Afrika. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia amesema kikao hicho wajumbe wamejadili kwa kina tathmini ya mashindano ya CHAN ili kujifunza na kuboresha maeneo muhimu yakiwemo uendeshaji, uratibu na maandalizi ya timu shiriki. Viwanja ndio ilionekana kwamba ndio changamoto kubwa, kwa sababu sisi hatuna shida ya mahoteli. AFCON nyingine ilikuwa shida hoteli. Kwa hiyo kikao hiki kinaanza kutupa changamoto kuhakikisha kwamba yale ushauri uliotolewa, maelekezo yaliyotolewa tunayafuata kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Mwezi Agosti kutakuwa na inspection nyingine, angalau tuwe kwenye asilimia zaidi ya 80, lakini pia mwezi wa 12 tunataka Disemba 2026 kila kitu kiwe sawa, ibakie sisi kufanya tournament za majaribio. Na nia yetu kubwa ni kufanya tournament ya ufunguzi wa viwanja vya Talanta Nairobi pamoja na kiwanja cha Arusha viweze kufunguliwa, tuweze kufanya mashindano haya. Wa taarifa yetu ya habari, baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.